Na leo ni siku ya wanaume, siku ya kimataifa ya wanaume, siku ambayo imewekwa kwa ajili ya kuzungumza masuala ya wanaume, masuala ya kijamii, masuala ya kiuchumi, masuala mengine yote ambayo wanaume wanakabiliana nayo kwenye maisha ya kila siku, ikiwa ni pamoja na masuala ya unyanyasaji, ukatili, lakini pia hadhi na heshima ya mwanaume. Ni siku ambayo inaadhimishwa kila tarehe 19 ya mwezi Novemba. Siku hii inaadhimishwa duniani kote kuonesha thamani chanya ambayo wanaume huleta katika ulimwengu, katika familia zao, katika jamii na katika nchi zao. Sasa leo tutakuwa na mjadala maalum kuhusu siku ya wanaume, na kikubwa tunaangalia wanaume ni nini, kuwa mwanaume kunahitaji vitu gani, ni jinsia peke yake inatosha mtu kuwa mwanaume, ama kuna vitu ambavyo mwanaume anatakiwa kuwa navyo ili tuweze kusema naam, huyu ni mwanaume. Sasa tumealika hapa miongoni mwa wanaume wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania kuzungumza kuhusiana na masuala haya, na hawa ni wanaume ambao pia wamekuwa wakizungumza masuala ya wanaume katika platform zao, na jamii na wafahamu misimamo yao na namna ambavyo wamekuwa wakihimiza jinsi gani mwanaume anapaswa kuwa. Hilda, bila shaka tutapata mengi kwenye mjadala wa leo. Naam, tutapata mengi, na muhimu wa siku hii hasa umetengwa kujadili kuhusiana na changamoto, lakini yale ambayo yanawakumba wanaume kama ambavyo umesema. Jamii hutofautiana na hata makuzi na malezi pia kwa watoto wa kike na wa kiume yanakuwa tofauti, na ni muhimu kuyajadili na kuyafahamu nyakati zikiwa zinabadilika, lakini mengi pia yakiwa yanafanyika. Na hii ni kwa sababu pia katika jamii nyingi, hasa jamii za Afrika, masuala ya wanaume kuwekwa hadharani, kuzungumzwa, imekuwa ni nadra sana. Si aghalabu kuona wanaume wakikutana wakizungumza, na kuna masuala mengine pia unakuta mwanaume anaambiwa bana, hilo linatakiwa ukae nalo kifuani ama uliweke. Watu wasijue unapitia nini, watu wasijue unashughulika na nini. Mengine ni mwiko hata kusikika. Kabisa, mengine yanakuwa ni mwiko hata kusikika. Sasa leo tutafahamu yote hayo, na tuanze kwa utambulisho. Na kabla ya utambulisho, pengine tukukumbushe kuwa unaweza kushiriki pamoja nasi kupitia namba yetu 0763800770. Naam. Karibu kwa utambulisho. Sawa, tunaye sasa kuna majina mengine tunatambulisha kwa umaarufu wake, kwa jinsi ambavyo anafahamika. Prophet IPM, mmoja kati ya watu mashuhuri ambao tunao kwenye mjadala wa leo. Prophet, karibu sana. Na vile vile tunaye Moses Samora. Prophet yeye ni kiongozi wa dini, lakini pia amekuwa miongoni mwa watu ambao wanazungumza masuala haya kwenye jamii, akifundisha, akitoa semina mbalimbali. Lakini pia tunaye Moses Samora ambaye ni mtaalamu wa rasilimali watu. Kwa ni mtu ambaye pia anadili na watu. Na unavodili na watu maana unadili na wanaume na wanawake. Mchanganyiko. Karibu sana Samora. Asante. Vile vile tunaye Hakika Ruben. Huyu ni mwigizaji, uchekeshaji, comedian. Karibu sana Hakika. Shukrani sana. Hakika tutafurahi. Kiasi chake. Naam, tunaye pia Selemani Bishagazi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii, na tunapozungumzia wanaume basi tunaizungumzia jamii. Na ni sehemu nguzo muhimu ya jamii. Karibu sana Bishagazi. Asante sana. Sasa tuanze kwa tutengeneze usuli wanaita, kupata msingi wa mazungumzo yetu. Sababu leo tuna mengi ya kuzungumza kimsingi. Na natamani tuanze na Samora ambaye yeye amekuwa mtu ambaye anashughulika na watu, na kwa sababu swali kubwa tunauliza, wanaume ni nini? Mwanaume ni nani? Na hivyo basi kuna vitu ambavyo vinamtofautisha mwanaume na mwanamke. Na kwa kuanzia hapo mtazamo wako ni upi, Samora? Asante sana, nashukuru sana kwanza kwa kunipiga mimi wa kwanza, lakini niseme tu machache kwamba kwangu mimi ukiniuliza mwanaume ni nani, ni kwanza kabisa anatambulishwa na jinsia yake. Hiyo ni utambulisho wa kwanza kabisa, huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke. Mimi nimekuza katika jamii ambayo inaamini katika jinsia hizo kwamba kuna mwanaume na mwanamke. Sasa imefikaje kwamba mengine yametokea, hiyo sitaki kwenda huko sana. Kwa hiyo kile kinachomtambulisha ya kwanza ni jinsia yake, ni mtu wa jinsia ya kiume. Sasa akishatambulishwa hivyo, makuzi
yanapoanza, exposure yanapoanza, ndipo inaanza kutofautisha baadhi ya vitu ambavyo ndo baadaye watu wanasema hivi mwanaume ni jinsia peke yake au zaidi ya jinsia. Kwa hiyo kwangu mimi jinsia inaanza kwanza, alafu tukitaka kumuita mtu mwanaume, alafu tukaita mtu mwanaume ambaye anabeba majukumu yake, tunaanza kutofautisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo kuna stage ambazo baada ya kuwa na jinsia ya kiume unaanza na utoto, unakuja uvulana, baadaye unapita bale, unaingia kwenye wanaume. Lakini sasa ule wanaume unachagizwa na vitu vingine nyuma yake, ikiwepo baadhi ya makuzi, baadhi ya malezi. Zamani ilikuwa inapitia jando ili kuweza kuvuka kutoka uvulana kuelekea kwenye wanaume. Kwa kwangu mimi inaanzia kwa tu basically kwa kufungua mjadala jinsia, then makuzi yanaanza. Kwa Waingereza wanasema ni nature na nurture ya kumfanya mtu kuwa huyu tunasema mwanaume. Naam. Na tupanue mtazamo zaidi. Kuna swala la wanaume, being a man. Na wakati mwingine unakuta watu wanazungumza how to be a man. Okay. Tumepata hatua ya kwanza kwamba mwanaume anatambulishwa kwanza kwa jinsia yake, kwamba yale maumbile ya ile biological makeup. Lakini Prophet, kuwa mwanaume, being a man, wanaume inahitaji vitu gani? Ni vitu gani ambavyo nasema nini ingredients za wanaume? Okay. Nashukuru sana. Kwa mtazamo nilionao kuwa mwanaume ni idhini ya Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ndio anataka hichi kiwe. Yani uwezo ukasema mimi nataka kuwa mwanaume, unajikuta mwanaume. Uwezo ukasema nataka kuwa mwanamke, unajikuta mwanamke. Kwa hiyo to be a man ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu anaamuru kwamba ninaumba viumbe wangu huyu mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu Mwenyezi Mungu alilotupa au alilompa mwanaume kwamba wewe ni mwanaume, basi ni jukumu. Kwa hiyo kuwa mwanaume sio mtazamo wa nguo, kwa sababu tunaamini Adam na Hawa hawakuwa wanavaa nguo. Walikuwa tu wanatembea tu, wanapita kushoto huyu kulia. Baada ya makosa yale ya kodi na imani zetu, basi ndio wakatengeneza majani. Wakaanza kujifunga majani. Kwa hiyo mwanzoni hawakuwa na nguo. Kwa hiyo hatuwezi kusema mwanaume. Ndio maana mwanaume ukiona hela wanawake wanasema mwanaume suruali. Kwamba umevaa tu lakini hamna kitu. Kwa hiyo kuwa mwanaume ni idhini ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndo anaamua wewe kuwa mwanaume. Kwa hiyo unajikuta tayari ni mwanaume. Kwa hiyo baada ya kujikuta wewe ni mwanaume, sasa kuna majukumu Mwenyezi Mungu anayotupa sisi kama wanaume. Nini cha kufanya kama mwanaume? La kwanza, unapewa bustani ya Eden. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa bustani ya Eden. La kwanza aitunze, la pili ailime. Kwa hiyo kila mwanaume duniani ana bustani yake ya Eden Mwenyezi Mungu aliyompa. La kwanza ailime, la pili aitunze. Kama hapo ambavyo ndugu mwandishi wa habari pamoja na dada Hilda, hiyo ni bustani yenu ya Eden Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amewapa hapa duniani. Uitunze na uilime. Sasa kwenye bustani tuliopewa, ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo sisi tunatakiwa kama mwanaume kuvichunga na kuvilinda. Ndani humo kuna mwanamke, ndani humo kuna watoto, ndani humo kuna shamba, ndani humo kuna bustani ya Eden, ndani humo kuna maua, kuna kila kitu. Kwa hiyo la kwanza Mwenyezi Mungu alilolifanya kwa mwanadamu, kwa mwanaume ni kumfanya kwanza kuwa mwanaume, alafu la pili kumpa jukumu la kuilima bustani na kuitunza. Kwa hiyo mwanaume anapewa milk, yani kuna milki yake ambayo anatakiwa kuitunza, kuilinda, kuisimamia. Ndio jukumu la kwanza. Naam. Alime na atunze. Unapewa kitu cha kufanya. Kwa hiyo ni hatari mwanaume kutokuwa na kitu cha kufanya, kwa sababu unakuwa unaenda tofauti na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Huyo ni mtu wa kwanza
Adam na Hawa na ukizungumza hivyo tunashukuru Mungu linakuwa halina udini kwamba sijui Waislamu sijui Wakristo, no, watu wote wanaamini Adam alipewa bustani ailime na kuitunza. Nafikiri pia hiyo hoja itatupeleka kwenye kwa sababu umegusia hapo kuhusiana na mwanaume kutokuwa na kitu cha kufanya. Ila mjini hapa kuna wanaume wengine unakuta wanazungumza, mimi sijawahi kuwaona lakini wanasema bwana kuna watu wako chini ya watu, yani wanalelewa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutafika huko pia. Tutafahamu kwa kina. Na hapo akiwa amezungumzia hilo, kuna swala pia la malezi, kuna swala la jamii, mtoto wa kiume anavyokuzwa na mtoto wa kike. Bishagazi, mtazamo wako ni upi hasa katika malezi na makuzi ya mtoto wa kiume kwa nyakati kuanzia akiwa mdogo? Kwanza nashukuru hapa nimepumua kidogo, maana nilivyoona wenzangu tuko kule tunajiandaa na kipindi nikahisi tumekuja kusutwa. Kwa nini? Lakini nashukuru kwa mjadala kwa nimegundua ni wa kueleweshana na kuelimishana. Mimi niseme tu kwamba umeongelea issue ya malezi na makuzi. Kwanza mpaka tunafika hapa kujadili na tutakapoenda kujadili huko mpaka mwisho, hiyo ndo msingi sana sana. Ameongea mchungaji hapa, lakini mimi nikazia hapo kwamba msingi wa malezi na makuzi wa babu zetu, wa sisi na watoto wetu imekuwa vitu viwili tofauti au vitu vitatu tofauti. Na ni kazia hapo ulipouliza mtu anaposema kuwa mwanaume maana yake nini kwa lugha ya kijamii, kwamba mwanamke atakutawalaje, mwanamke atageukaje kuwa kichwa, mwanamke atapokeaje mshahara alafu asikupatie wewe kwamba wewe upange matumizi. Yani yeye ndio kwa mwanaume anaenda vitu vingi. Unapigwaje afu uende dawati la jinsia, unapigwaje afu unatukanwaje na mwanamke afu uende kwenye kikao cha wazazi ukashtaki, kikao cha ukoo ukashtaki. Yani kwa mwanaume ina mambo mengi. Lakini kwa eneo la malezi na makuzi, sasa hayo iliyotaja ni kwamba ni mwanaume anatakiwa ni vitu vya mwanaume au ni vitu ambavyo mwanaume hatakiwi kuvifanya, kwa sababu kuna mitazamo miwili kwenye jamii kwamba kwa mfano kama hivyo vitu vilivyovitaja, kuna wengine wanaamini kwamba mwanaume hatakiwi kuvifanya. Ukitukana na ukipigwa na mkeo utakiwi kwenda kushtaki, ukipuuzwa na mwanamke utakiwa utulie, unyamaze, watu wasijue. Na kuna wengine wana mtazamo tofauti na huo kwamba hivyo vitu vikifanyika inabidi uvifikishe katika sehemu inayohusika. Huko tutafika, ndio maana mimi nikawa naanza tu mwanzo. Kwa lugha ya jamii ukisikia mtu anakuambia hivyo, hata kama ni mama yako, dada yako, shangazi yako, kwamba bwana kuwa mwanaume anamaanisha hivyo na mengine mengi. Hawezi kuambia, ukisikia anakuambia kuwa mwanaume kwenye jamii kabisa tafsiri yake sio kwamba nenda dawati la jinsia kashtaki. Umeshaelewa? Sio kwamba shuka kana mkeo mjadiliane mpate mwafaka. Kwa lugha ya kijamii ni tofauti kidogo. Lakini umeuliza issue ya malezi na makuzi. Zamani vijana walielewa kuja kuwa kila alichoeleza mchungaji, kuja kutunza bustani ya nini? Ya Eden. Lakini kwa sasa hivi tuna mkanganyiko kidogo wa malezi kwenye malezi. Tunalelewa, nafikiri saa nyingine sio wote, na hisi hata hili bustani ya Eden ije tutunze. Sasa unapofika huko juu huko kwenye umri wako na umri wa vijana unaoelekea huko, anajikuta alicholelewa nacho, alichofundishwa nacho kuanzia kwenye jamii, kuanzia shule ya msingi, kuanzia chuo, mbona hakitokei? Nitoe mfano mdogo. Ukienda Umasaini unakuta kijana hata shule hajaenda, walio wengi, sio wote, wachache hawajaenda shule. Lakini huyo anajua ng'ombe akiumwa anamtibu vipi, anajua huyu ng'ombe kesho anaweza yani anaweza ng'ombe tunasema kuzaa kupaje, anaweza kazaa. Anajua huyu mtoto huyu akikua atakuwa mwindaji. Yani yeye anakaa anaangalia ng'ombe huyu mtoto akikua atakuwa mwindaji. Huyu mtoto yani wao wana elimu ile ya kijamii ambayo wanajifunza, inawasaidia kutafakari, lakini pia kutafsiri vitu na kuitawala jamii inayofanyaje, anaweza kuishi na simba. Ana uwezo wa kuishi na yani anaweza na anaweza hata elimu hana kina kamiliki hata ng'ombe 400 500 na wanawake hata zaidi ya 11. Kwa hiyo malezi yale ya kutengeneza wewe uweze kuitawala jamii, kukufundisha maadili, kukufundisha namna kutawala mazingira yanayokuzunguka, ndo waliolelewa wale. Na hao
nafikiri sio tunaojadili sasa hivi. Tunaojadili leo ni wale ambao hawajapita kwenye njia hiyo. Kamaliza chuo kikuu, nyumbani anapiga foleni ya mandazi. Kwa hiyo mimi kuongea hicho malezi ya makuzi, na sasa hivi tunaenda sijajua labda kipindi kitasaidia na wataalamu watatusaidia hapa. Hata ukienda kwenye shule za chekechea, ushaona kwenye chekechea, kwa tafsiri yangu ya chekechea, natamani nikipeleka mwanangu chekechea, wa kiume au wa kike, mwalimu wa chekechea amtafsiri yule mtoto kwamba mzazi, hebu njoo hapa, una rubani hapa, una mtangazaji hapo, na mwanakandanda hapo, na mchungaji hapo, na msanii. Sasa tusaidiane na hao wataalamu kumtengeneza msanii wa kesho. Kitu ambacho sasa hivi labda kama unajamaliza, kitu ambacho sasa hivi kinatokea, mtoto naona chekechea zinapofundisha sasa ni tafsiri tofauti kidogo, kwamba hatupati tafsiri ya mtoto. Kwa hiyo mimi naweza mtoto anakuwa simjui ni nani, na wale ambao wangeweza kunisaidia na wenyewe hivyo hivyo. Sawa, tutakuja hapo Bishagazi kuendeleza zaidi hapo, lakini nafikiri hili ni extend pia swali ambalo nimeuliza kuhusiana na kuanza kumtengeneza mtoto wa kiume au kumtengeneza mwanaume, kwa sababu anaanzia kuanzia akiwa mtoto mdogo. Kuna masuala ya malezi na makuzi uligusia hapo. Sasa tunakuwa na mtoto wa kiume na tunakuwa na mtoto wa kike. Kuna familia ama kuna jamii katika kuwatengeneza hawa hakuna utofauti, yani wao wote wanalelewa kama yani wako, yani hakuna vile vitu ambavyo mtoto wa kiume anapewa kwamba hivi ni vya kiuanaume, kwamba hivi tunamuongezea hii package ni ya uanaume. Yani wote wanakuwa yani kama yani kwa maneno mengine ni kwamba hakuna tofauti kati anavyolelewa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na unajua katika kazi hasa ya sanaa ambayo hakika amekuwa akifanya, wengi wanaona katika jamii anayotokea na kutafsiri pia katika kazi ya uigizaji na hata uchekeshaji. Unajua kwenye uchekeshaji pia kuna ujumbe pia unapenyezwa. Na hebu tuambie, unaona jamii inatofautisha kati ya kumlea yani mtoto wa kiume anavyolelewa na mtoto wa kike? Kuna utofauti, na wewe kwa mtazamo wako unadhani ni tofauti gani napaswa kuwekwa? Kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba mwanaume ndo kama controller, ndo main switch. Kwa kawaida mwanaume anapokosea, manake dunia nzima inaingia kwenye nini? Kwenye matatizo. Tuseme leo hii unatuona tuko hapa tunataabika, tunahangaikia fedha, ni kosa la nani? La mwanaume. Unaona bwana. Kwa hata katika malezi pia kwa upande wangu naweza kusema kwamba hatuwezi tukaelekeza kwamba mtoto akiharibika kwamba ni mama. Kwangu mimi naweza kuona kwamba mwanaume anapokosa nafasi ya kukaa kwenye familia yake, ya kukaa na watoto wake, ya kukaa na watoto wake wa kiume, ndipo wale watoto wataadapti tabia za nani? Za mama. Mtoto hawezi akawa anashinda na mama kila siku anapika, anashinda na mama kila siku anaona mama yake akisemana na wanawake wenzie, afu yeye asiadapti zile tabia, kwa sababu watoto wanapofika duniani unajua ni wageni, hawajawahi kuwa duniani. Kwa hiyo inabidi wapokee yale ambayo nini ndio maana maisha ndo haya. Ndio maana unakuta hata kuzungumza, mimi nazungumza taratibu hivi, nimeadapt kutoka kwenye nini? Familia yetu. Tunazungumza taratibu. Kwa siamui, ila napokea vile nilivyo vikuta hapo. Kwa baba pale unapokuwa unashinda na mtoto wako, unamuadaptisha vitu vya kiuanaume, inakuwa ina make sense. Huwezi kusema hatukatai watoto kwenda majikoni kupika wa kiume. Lakini kwa nini ameenda kupika? Maana yake amekosa majukumu. Wewe kama baba umekosa majukumu ya kumpatia mtoto wako wa kiume. Sasa katika hilo hakika unajua pia sasa challenge nyingine ambayo iko upande wa pili ambayo pia inabidi tuiaddress ni kwamba tuna familia ambazo ni single parenting, ambazo unakuta mtoto yeye amejikuta kwamba mama peke yake ndio yupo, labda baba alishafariki au baba ameachana na mama, kwa hiyo yeye hana option. Sasa katika mazingira kama hayo, wakina mama ambao tunasema ni single mothers ambao wanawalea watoto, na kwa hoja ulioitengeneza maana yake ni kwamba hawa wanatakiwa wafanye kitu cha ziada ili kumfanya yule mtoto aone model, yani aone mwanaume anatakiwa kuwaje, kwa sababu pale hamuoni, yuko na mama, sio? Katika mazingira kama hayo, huyu single mother anawezaje kumsaidia mtoto wake wa kiume asiwe feminine zaidi, bali awe masculine, awe mwanaume zaidi? Kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba
kwa kama nilivyosema mwanzoni, kosa la kwanza huwa linakuwa la nani? La mwanaume. Sitazungumzia sana kwa wale ambao wazazi wao walifariki, si ndio? Lakini pia hata kama mzazi alifariki, sidhani tunavyosema baba haimaanishi kwamba yule aliyekuzaa. Maana yake wote wanao tuzunguka pale ndani. Hakuna mtu anakaa nyumba haina baba kabisa. Ni wachache sana. Hata kama unakaa nyumba haina baba kabisa, una wajomba zako. Maana yake lazima unavyosema kwamba huyu ni mtoto wa dada yangu, lazima unajua kabisa huyu dada yangu mume wake alifariki. I have to fix it. Sindio? Natakiwa nikave ile nafasi ya kumsaidia huyu mtoto. Lakini pia hata hakuna singomaza yuko singo jamani. Si unakuwa hata unaye ambaye amekaimu sasa. Kwa bado pale pale, lakini hao kwa yule na yeye unatakiwa umpe majukumu sasa ya kulea. Unatakiwa umpe majukumu. Kwa hata hivyo naweza kusema kwamba unaona mtu mpaka anakuwa single mother. Si ndio? Maana yake kuna mzazi hapo, ukiachana na waliokufa, ukiona mtu amekuwa single mother, kuna mwanaume amefeli sehemu. Kwa sababu ikitokea mama na baba wamegombana, maana yake tunaposema mwanaume ni solution. Unaona bwana, mwanaume ni suluhu. Huwezi kusema ndoa imenishinda natoka, na wewe ni mwanaume hao. Ndio maana hata Mungu alivyopishana na wanadamu hakusema sasa wanadamu nimewazila, ilibidi aangalie solution. What if kama hivi tumekosea, afu Mungu aseme naye anatususa, anatuacha, atatuachia nani sasa? Kwa mwanaume ni solution. Kwa ukiona kuna masingomaza wengi, of course lazima wanaume kuna sehemu tumeferi. Kabisa. Sasa tuna mengi ya kuyatazama. Hilda, kimsingi mjadala huu ni mjadala mkubwa sana, na naweza kusema ni wa kitaifa. Yani lengo lake ni kufix changamoto nyingi ambazo tunazo kama jamii, hasa kwa upande wa watoto wa kiume na wanaume kwa ujumla. Lakini kabla ya kuendelea mbele zaidi, hebu tuangalie tu takwimu muhimu. Na hapa kwa kuangazia, tutaangazia dunia nzima. Tuna watu wangapi? Tutaona idadi ya wanaume waliopo Afrika Mashariki na Tanzania. Sasa katika kwa dunia sasa, katika idadi ya watu duniani ni bilioni 8.258. Ndio. Ikiwa idadi ya wanaume duniani ni bilioni 4.14. Na hiyo ni kwa upande wa dunia, lakini kwa upande wa Afrika idadi ya wanaume ikiwa ni milioni 700. Kwa hapo wanawake wametuzidi, ukiangalia hapo bilioni 8.25, wanawake wametuzidi kidogo tu. Lakini sasa hapo kuna wengine wanaendelea mbali zaidi, wanaanza kuchanganua kwenye hao wanaume. Sasa kuna wengine wako kundi hili, wengine wako kundi lile, na kadhalika na kadhalika. Sasa huko tusiende sana, tuangalie kwa upande wa Afrika. Kwa upande wa Afrika ikiwa ndio hiyo milioni 748.5, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki tukizidi kufikia sasa Tanzania, wenyewe wanaume wakiwa ni milioni 255. Hiyo Afrika Mashariki. Ndio. Baada ya Afrika Mashariki, Tanzania idadi ya wanaume ikiwa ni milioni 30,053,130. Kati ya Watanzania zaidi ya milioni 61 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022, kati ya hao wanaume ni milioni 30 na 53,130. Haya, kuna mambo mengi ambayo pia wanaume wanakabiliana nayo, ama tunasema matatizo makubwa ambayo wanaume wanakabiliana nayo katika jamii na katika familia. Tutaona hapo. La kwanza, moja kati ya jambo kubwa ambalo wanaume wanakabiliana nalo ni shinikizo la kimaisha. Wanaume mara nyingi wanashinikizwa kuwa wao ndio watoa riziki wa familia, tunaita breadwinners. Jambo ambalo linawalazimisha kufanya kazi kwa muda mrefu, au kufanya kazi hatarishi, au wakati mwingine pia kufanya kazi bila kupumzika. Na jambo lingine ambalo wanaume wanakabiliana nao, tutaangalia mambo ambayo ni basic, angalau ni common kwa kila maeneo. Ushirikiano wa kifamilia, kushindwa kushiriki kamilifu katika malezi ya watoto na kazi za nyumbani, kutokana na kwamba baba anakuwa yuko busy, anatoka asubuhi anarudi usiku. Wakati mwingine katika familia nyingine mtoto anaweza kakata wiki nzima hajamuona baba. Lakini baba anatoka asubuhi mapema anarudi usiku watoto wakiwa wamelala tayari. Lakini jambo lingine pia ni uvumilivu. Jamii imetengeneza dhana kuwa mwanaume anapaswa kuyabeba matatizo na masuala alionayo na kuyavumilia bila
kuyaongea ama kuyazungumza. Ukiwa unasema bwana, mimi na tatizo fulani, nakwambia kwa mwanaume bwana, mbona unalalamika sana bwana? Jikaze bwana, usivumilie. Lakini lingine la mwisho, lakini sio kwa umuhimu, migogoro ya kifedha pamoja na ajira, kukosa kazi thabiti, wanasema kazi ambazo zinamweka kwenye heshima yake, decent works, lakini pia mapato duni ambayo yanaathiri uwezo wa mwanaume. Sasa hapa hatujazungumza masuala mengine ya pembeni, kama wakuta mwanaume ana michepuko au sema na wanawake wengi, kwa hiyo inabidi na yeye pia ni jukumu, kwa hiyo inabidi afanye kazi zaidi ili aweze kuwa maintain wote hao na mambo mengine kama hayo. Samora, turejee kwako. Tumeona hasa tukianzia hapo kwenye idadi na kuna hoja kwamba idadi ya wanaume inapungua katika mantiki ya kwamba wanaume yes wanazaliwa, lakini wanapungua kwa maana ya kwamba wanakuwa katika sehemu ambazo zinawaondoa kwenye sehemu ambao wanaweza wakawa wazalishaji ama wakawa wanaendelea kutegemea. Kwa mfano, ukienda kwenye mahospitali wanasema wanaume wanakuwa wengi zaidi. Ukienda magerezani wanaume wanakuwa wengi zaidi. Katika hiyo idadi ndio maana tulikuwa tunasema kwenye kuanza kusema hawa wanaume wako wapi, unakuta wako katika maeneo kama hayo. Na hata wanaofariki ukiangalia sema mortality rate, unaona kabisa wanaume wanakuwa juu zaidi ya wanawake. Sasa vitu vyote hivyo unadhani vinasababishwa na nini? Asante. Kwanza kabisa niendelee kukiri kwamba mjadala ni mpana. Naam. Swali lolote unalitafutia engo la kulianzia, unajua ukipita huku linaacha huku, ukipita huku linaacha huku. Lakini nitakisema tu kitu ambacho ni kwa upana wake na ujumla wake. Unaona kilichotokea kwenye mjadala, mjadala uliofunguliwa, hichi ndicho exactly kinachotokea hata kwenye jamii kwa ujumla. Tumejaribu kutafuta mwanaume ni nani, alafu ghafla tumesharuka tuko kwenye changamoto zinazompitia mwanaume. Kuna kitu cha muhimu hapo tumekiacha, mchakato wa kumtengeneza mwanaume. Mwanaume mtu anatengenezwaje? Yule kijana wa kiume aliyezaliwa akawa mvulana, akawa mtoto wa kiume ambaye ni mvulana, anakavuka akafika baadaye akawa mwanaume. Ule mchakato huwa haujadiliwi, ule mchakato huwa hauangaliwi. Kwa hiyo ghafla mjadala mingi inaanza tu, mwanaume ni nani, changamoto za mwanaume. Lakini tunasahau mara nyingi na tunajikuta tumejivika majukumu mazito ama mijadala mizito kwa sababu ya kujaribu kuangalia hichi kinachotakiwa kutokea hapa nyuma kumfikisha hapo. Huyu aliyefika leo ana changamoto za ajira, huyu aliyefika leo ana changamoto za uvumilivu, huyu aliyefika leo ana shinikizo la kifamilia, huyu aliyefika leo anakufa mapema kama alivyosema, huyu aliyefika leo yuko hospitali za vichaa wengi, labda ni nini kimemtokea kufika pale? Hiyo ndo discussion ambayo nafikiri tunahitaji kuifungua sana kabisa, na kwa sababu tuna muda wa kutosha tutaifungua. Tunaweza tukaa. Kwa mimi nasema kwamba ukiniuliza tumefikaje hapo kwenye hizo ulizozisema, kinachochangia sana sehemu kubwa ni makuzi. Makuzi na mchakato mzima wa malezi kuanzia baada tu ya huyu mtoto, kama alivyosema prophet mwanzoni kwamba Mwenyezi Mungu ameamua. Maamuzi ya Mwenyezi Mungu amekuleta duniani wa kiume. Kuanzia pale unapoanza kutengenezwa sasa, kwa sababu kuna nilizungumza maneno mawili ya Kiingereza, kuna nature, umekuja wa kiume, alafu kuna nurture. Unapoanza kutengenezwa sasa kuwa kile ambacho kinategemewa kutokana na huyu wa kiume, kile ambacho kinategemewa kutokana na huyu wa kike, ndipo hapo yanaanza kuharibika ama ndipo hapo yanaanza kutengenezeka. Na ndio maana ni kosa kubwa sana kufanya mijadala kama hii na kuwa na thinking ya ujumla. Yani nitakwambia tu kwenye nyumba ya wanaume watoto wa kiume wanne, watoto wa kiume waliozaliwa wanne, kuna tofauti kubwa sana jinsi yule wa kwanza amelelewa, jinsi yule wa pili amelelewa, jinsi yule wa tatu amelelewa na yule wa nne. Kutoka nyumba ambao kazaliwa mtoto wa kiume mwenyewe asiye na dada, asiye na kaka, jinsi ambavyo mtoto amezaliwa wa kiume mwenye dada watatu, jinsi ambavyo mtoto amezaliwa kwenye familia na wajomba wanne na baba wadogo wanne, ni tofauti na mahali ambapo amezaliwa babake alikuwa pekee. So all these things inategemeana na mambo mengi kwenye makuzi, ndio anakuja kutufikisha hapa. Sasa nitaenda kwenye jambo labda limoja kwamba kuna zile changamoto umezungumza, kwa mfano kushindwa kuwa wavumilivu, kujikuta wengi wana matatizo wanapungua, kwa maana ya kwamba wanakuwa wagonjwa na kufanya mambo ambayo unaona labda unasema yanawapunguza idadi ya wanaume. Mimi nasema ni influence iliyopitia kwenye malezi. Influence ya malezi, ambapo malezi yetu sisi
yanafungamanishwa moja kwa moja na vitu vitatu vikubwa ambavyo tunavipitia karibia wote. Wazazi, kwa maana ya ile parenting, ina sehemu kubwa sana ya malezi ya kijana wa kiume, lakini pia shule aliyoenda, kasema mtaalamu pale wa jamii, lakini pia imani anayopitia, kazungumza prophet ya Uislamu, Ukristo. Kwa hiyo mtu yote ni influence hizo tatu, ni shule kwa maana mchakato wa elimu, ni dini, mchakato wa kidini, ni parenting. Sasa kule alinakutana na nini kinaamua hapa mbele atakuwa nani. Aliyepitia mchakato ambao akakuta baba yake ni mchapakazi, wajomba zake wachapakazi, familia yao ni watu wa kazi, wa majukumu, wanasoma, wanachukua majukumu yao ya kiume, changamoto waziepuki, huyu akiwa mkubwa naye atafanya hivyo hivyo. Hata ikitokea kidogo tofauti lakini hatakuwa tofauti sana. Lakini akipitia changamoto mbalimbali, kwa mfano kama vile ambavyo nimesikia mjadala hapa imeanza kwamba single parenting, sijui mara hivi, akakosa the exposure ya mtu tunasema mtu wa mfano mbele yake. By the way, kuna neno moja lazima tulianzie mapema hapa. Wanaume unaambukizwa. Wanaume una nini? Unaambukizwa. Kwa maana kwamba the more namuona baba, namuona kaka, namuona baba mdogo, namuona mjomba, namuona mwalimu, namuona katekista shuleni, namuona mwalimu wa madrasa, kuna namna ambavyo hivi vinanitengeneza na mimi nitakuwa na mimi. Kwa hiyo na kikubwa ambacho mara nyingi tunakisahau ni kwamba mtoto wote anapozaliwa kwenye familia, the earliest exposure anayopata is feminine, ni ya kike zaidi. Mama yake ndo anachukua muda mrefu na yeye. Exposure ya kwanza ya mtoto kubebwa kwanza kwenye mimba na kuja kutunzwa ni ya kike. Mara nyingi msaidizi wa mama ni dada. Mara nyingi, sio lazima. Mara nyingi mama ambaye amemzaa mtoto atakuja tena kumsaidia. Mara nyingi mtoto, mwalimu wa kwanza wa shule ya chekechea, mara nyingi walimu wengi wa dada. Kwa hiyo the earliest exposure ya watoto wengi ni feminine. Kwa hiyo watoto wa kike wanaanza kuifaidi ile mapema. Wa kiume ana struggle between kuitumia ile kwa ajili ya faida yake, lakini pia kuipata ile ya kiume. Sasa sisi tusipokuja na kuambukiza ile nafasi, tunaona sasa ndio ile tunaanza sema mbona sasa huyu jamaa anapenda sana tabia hizi, anakosa sana anakosa ile uambukizwaji. Kwa hiyo basi ukiniuliza mimi ni nini kimetokea huku mbele tunapungua, tuna nini? Nafikiri kosa lilianzia kwenye manufacturing. Sasa turudi nyuma. Na umetumia neno nzuri sana la Kiswahili, mchakato. Yani ili kufika mahali ukasema huyu mwanaume bwana. Mchakato ule ambao una influence zile tatu: shule, malezi ya wazazi na dini aliyopitia. Na jamii ipi kwa ujumla wake, jamii gani? Mtoto alilelewa jamii, kwa mfano Tanzania tukigawanya mara 4, alilelewa kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. These are total different societies. Alilelewa mjini, akalelewa kijijini. Hivyo, kwa hiyo ule mchakato ningefikiri tungeufungua zaidi, tujiulize ni mchakato upi utamtengeneza mwanaume imara, ni mchakato upi unakuja kutengenezea wanaume ambao kidogo wanakuwa na udhaifu hapa mbele. Na tutakapoelekea sasa tutakuwa na uwezo wa identify. Tukimuona mtu ana vitu 1, 2, 3, 4, tunasema naam, huyu ni mwanaume. Na vitu hivyo ni vipi? Na tukimuona mtu ana vitu 1, 2, 3, 4, tunasema bwana huyu ni mwanaume kibiolojia ndio, lakini kuna baadhi ya vitu vimepungua. Kwa hiyo na venyewe pia tutakuja kuvizungumza. Lakini kwa sababu mjadala huo ni shirikishi, tufanye tu hapa studio, tunawashirikisha pia wanaotufuatilia, na hili ni vizuri pia tukapata maoni ya watazamaji wetu kutoka na wale ambao pia tumewauliza. Naam, na kwa sasa tuanze kwa kuangalia kule mkoani Geita, hasa nini ambacho wanazungumza kuhusiana na wanaume. Naitwa Nina Nchimbi, mkazi wa Geita. Kitu ambacho sipendi wanaume wakifanye, sipendi wanaume kutotimiza majukumu yao. Wao kama vichwa vya familia, wao kama wazazi, wao kama kina baba, wanatakiwa watimize majukumu yao katika familia, katika kulea familia, kulea watoto na kutekeleza majukumu yao yote kama wazazi na vichwa vya familia.
Iko ndo kitu ambacho sikipendi. Pale napoona mwanamume hatekelezi majukumu yake. Na kitu ambacho nakipenda mwanamume akifanye ni pale anapotekeleza majukumu kwangu mimi. Mfano kama mume wangu mimi au mwanaume wangu mimi, napenda atekeleze majukumu yangu, anipende, aniheshimu, ailee familia, na pale anapotakikana kuniwezesha pia kiuchumi, aniwezeshe, na nina uhakika wa kwangu ananiwezesha. Kwa majina naitwa Salma Mrisho, ni mkazi wa Geita. Mimi bwana, vitu ambavyo napenda mwanaume kwanza afanye, yeye kama mwanaume achukue jukumu lake. Kama ana familia, anahakikisha anatimiza wajibu wote. Maana sasa hivi tunajua kumekuwa kuna ushindani kwenye familia. Unakuta baba naye anataka mama naye pia aparticipate kile ambacho anachokipata. Kwa hiyo kwa sisi, mfano mimi Muislamu, mimi naambiwa ni kama ua, yani ndani natakiwa nipewe matunzo yote haya ambayo kwa sababu nafanya kazi yani ni kusaidia, lakini sio wajibu wangu kwamba mimi kitoka huko nije nifanye hikaika za hapa na pale. Wanaume wameumbwa kwa ajili yetu sisi, watutunze, sisi ni maua yao, kwa hiyo watimize wajibu wao kwa namna moja ama nyingine. Lakini the other thing ambayo sipendi mimi kwa wanaume, yani wewe mwanaume unajua kabisa una makosa, uombe msamaha. Kuna wengine wanakufanyia makosa, yani makosa hawezi kuja kusema naomba msamaha. Kama unajua umefanya makosa ya aina yoyote kwenye familia yako au umemkosea mke wako, jifunzeni kuomba msamaha. Kuna wengine ni wabishi, yani mwingine mpaka kuja kuomba msamaha mmeshatoa na jasho. Ni hayo kutoka Geita. Tusikie pia kwa upande wa Kigoma, alafu tutarejea. Kitu ambacho mwanaume akifanya mimi kitanikela, kitanitoa kwenye mudi, ni pale atakapokuwa amesema uongo. Yaani mwanaume akisema uongo, hata kama ni kidogo kwa kiasi gani, itaniondolea uaminifu wa ule niliyomwamini kuanzia mwanzo. Lakini kitu ambacho ningependa mwanaume afanye ni kuwa mkweli zaidi, kunishirikisha vitu. Isitokee siku moja nikagundua kwamba kuna kitu alifanya alafu hajanishirikisha, anakuja kunishirikisha siku kikiharibika. Natamani wanaume wanaonisikia, wanaonitazama kwa sasa, watushirikishe vitu. Ambacho huwa sipendi mwanaume anifanyie, cha kwanza ni ukatili. Wanaume wamekuwa na ukatili mkubwa sana juu ya familia, juu ya wake zao, ambacho mimi kama mimi happiness huwa kinaniumiza sana. Ukatili naozungumza ni kwamba unakuta wakati mwingine baba kama baba unaweza akatoka ndani au ameamka asubuhi anaondoka hajaweza kuacha chochote kile, au wakati mwingine muda wote anakuwa ni kufoka tu. Unakuta familia kama familia haiwezi kuwa na amani yoyote ile. Cha kwanza ni kujali familia yake. Hicho ninakipenda sana kwenye maisha, kwa sababu akijali familia yake tayari wanatengeneza umoja ndani ya familia, na watoto wanakuwa kwa umoja. Kama wanaweza kuwa kushika dini yao wakashika kwa pamoja, hautatokea uharibifu wala vitu vibaya kwenye familia, na nyumba itasimama na itakuwa sawa. Na hata hivyo maendeleo watakuwa wanashia kwa pamoja, maendeleo yatabadilika. Ni upande huo wa Kigoma, na tumesikia yale ambayo hasa kutoka kwa wanawake ni mambo gani ambayo hawayapendi kwa wanaume. Lakini kukumbushe, unaweza kutuandikia, namba yetu ni 0763809770. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa Rafael Kibaha, anasema tunafuatilia mjadala kutoka Kibaha Msangani. Mimi naweza sema mwanaume anakamilishwa na majukumu yake ambayo ni kuzalisha, kutunza na kulinda. Nje hapo atabaki kuwa mwanaume lakini hajakamilika. Haya, tumeona imekuwa ni kama kioo cha kujitazama. Unajua wanawake wanaeleza vile vitu ambavyo wanatamani kuviona kutoka kwetu. Prophet, labda kwa jinsi ambavyo wanawake wanatuona ama wanategemea kutoka kwetu, ni kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna dhana pia kwamba ni ngumu kusatisfy, yani kuridhisha kwa kiasi kikubwa, na mwanaume pia anakabiliwa na pressure ya kukidhi matarajio ya mke au mwanamke wake, lakini pia ya familia. Wanawake wanahitaji kila kitu. Na kila kitu mwanaume anacho cha kumpa mwanamke. Ni namna tu ya kujua mtu uliye naye anataka nini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kukupa mtu usiyefanana naye. Unajua mwanamke ametoka kwenye ubavu wa mwanaume.
mimi huwa nasema spare. Kila mwanadamu ana spare yake. Kwa hiyo huwezi spare yako haiwezi kukushindwa spare yako. Kama amekosea kuchagua. Sasa hiyo ndo makosa yako sasa. Umechukua spare ya mtu sasa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alifanya operation. Kwa mara ya kwanza alimlaza Adamu, alimpa usingizi mzito akamlaza, alafu akatoa ubavu, ule ubavu ndo akatengenezwa mwanamke. Kwa hiyo mimi natakiwa nipate spare yangu. Spare yangu itanielewa. Yaani nitakachokiongea itakuwa inaelewa sababu ni spare yangu. Na unajuaje hii ni ya kwako na hii sio ya kwako? Unajuaje? La kwanza ni unakosa amani ya kuishi na mtu yoyote isipokuwa huyo mtu. Wako watu hapo kwenye ndoa, lakini kuna kijana fulani kijijini alimwacha kule kwa sababu ya maisha. Anamkumbukaga mpaka kesho. Ndo spare yake ile. Maisha tu. Pigika na maisha la kufanya hana. Kwa hiyo mtu ambaye ni spare yako anakuuma. Mimi zamani kabla sijafikia kwenye mambo ya ndoa, nilikuwa najiuliza hivi inakuwaje mpaka mnataka kuuana? Yaani mwanaume anajiua au mwanamke anajiua kwa sababu ya mapenzi. So muache tu katafute mwanamke mwingine. Kwa nilikuwa sielewi hii mambo ya spare. Mwenyezi Mungu anafanya operation. Yaani anapowaunganisha anafanya operation. Kabla ya ndoa mapenzi yako yanakuwa kwa wazazi. Baada ya ndoa Mwenyezi Mungu anafanya operation ya kuondoa ya kupunguza mapenzi kwa wazazi, alafu anakupa kwa mke. Kwa hiyo wanawake wanataka uhalisia kutoka kwetu. Lakini nimeona hapo katika maoni wanasema wanataka ukweli. Hakuna mwanaume mkweli 100%. Kwa sababu mimi napenda kuongea ukweli. Kwa hiyo labda nitawakwaza wanaume wenzangu. Na mimi ni mwenyekiti wa wanaume sasa hivi kwa iko cheo. Tutakuombea radhi. Mnisamee wanaume wenzangu katika siku ya wanaume leo. Hakuna mwanaume mkweli 100% kutokana na mazingira tulionayo. Labda kama kuna mkweli hapa anaweza kaa. Prophet amemfurahisha jambo moja, amesema yeye anasema ukweli lakini hamna mwanaume mkweli. Lakini najaribu kuelewa. Nitaka niulize hata Prophet. Prophet amesema hivi. Anaomba aeleweke. Anasema ukweli lakini hamna mwanaume mkweli. Tuendelee hapo. Ndio. Kwa hiyo wanawake wanahitaji kuhudumiwa, wanahitaji kupendwa. Kanuni ya ndoa ni mbili tu. Enyi waume wapendeni wake zenu. Enyi wake watiini waume zenu. Ni kosa wakati mwingine tunalifanya sisi kama wanaume kutaka mwanamke akutii wakati wewe umpendi. Na kuna utofauti. Kuna kumpenda mwanamke na kumuonesha unampenda. Ukimpenda atajua na ukimuonesha unampenda atajua. Kwa sababu huwezi kumzidi akili mwanamke. Unajua mwanamke anaweza kaamka kitu ambacho wanaume wengi hatujui. Wanawake wana password zetu zote. Hakuna mwanamke mke wako ana password yako, hataki tu kukwambia. Wanaweza wakaamka saa 9 usiku. Akachukua bichwa lako lile akaweka akatoa hivi, alafu akaangalia kila kitu, alafu akajifanya kama hajui. Kwa wanawake wanahitaji kupendwa katika uhalisia. Lakini sasa changamoto za maisha tulizonazo ndio zinazopelekea mambo mengine yaingie katikati hapo. Hakuna mwanamke msumbufu kwenye maisha. Hayupo. Mwanamke yote ukitaka kumtuliza basi kuna maisha. Lakini umasikini tulionao ndio ndani yake kunaingia usaliti. Unaona bwana. Sasa wanasema kuna tumeona maoni hapo, dada anasema kwamba nataka mwanaume wameng'ang'ania awajibike majukumu yake. Yaani hiyo majukumu yake sio chochote, ni maisha. Maisha manake ni mfungu. Yani anataka tu maisha, kute chakula ndani, umeona bwana, watoto walipiwe ada, yeye mwenyewe umtunze, aende saluni, avae vizuri. Amesema niua. Mmoja hapo amesema mimi niua. Anaangania niua. Ni kweli wao niua. Kwa hiyo majukumu ya maisha tulionayo na umasikini unaotutesa ndio unafanya wakati mwingine waone kama hatuwapendi, kwa sababu unakuwa unajua ukiwa una hela muda wote unakuwa una hasira. Sasa Prophet, kwa wale wanawake ambao unakuta mwenza wake anaonekana kabisa kwenye jamii ni mtu tajiri. Na tunayo mifano, tumewaona wengine ni mtu tajiri, ana hela, sio kwamba ni mtu ambaye hawezi provide. Lakini bado huyu mwanamke unakuta anamsaliti mwenza wake. Anakuwa ana mahusiano mengine nje ya ndoa. Sasa hapo kuna mambo anaweza. Shida inakuwa nini? Shida ya kwanza maybe ni ubavu, sio ubavu wake. Yani kachukua mtu ambaye hampendi. Unajua kuna watu hapo kwenye ndoa wanaishi tu wale watoto.
alafu kiama kifike, basi mambo mengine yaendelee. Yani kama serikali ingeamua kusema bwana, naomba tufanye maamuzi, tuvunje ndoa zote afu muoane upya, ungecheka, ungeona vituko. watu wangeacha ambia asante Mungu, asante serikali. Kwa sababu watu wanaishi tu ili mradi kwamba mwingine anaona aibu kwamba nikimwacha huyu jamaa ndaonekanaje kwenye jamii, wengine watu maarufu nikimwacha jamii itanionaje, wengine kazini ndaonekanaje, kwenye familia ndaonekana nimetia aibu. Lakini watu wanapitia mauchungu mengi sana. Kwa hiyo la kwanza, usikosee kuoa. Bora ukosee kutafuta hela kwanza kuliko ni kukosea kuoa. Lazima upate mtu ambaye unajua huyu ni mtu wangu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, watu wengi wenye hela wanadharau. Usimdharau mwanamke. Moja ya kitu kibaya katika maisha ni kumdharau mtu unaishi naye. Mimi ninao mfano kwa sababu nasikiliza watu mwaka wa 20. Mtu dada anakuja anakuambia mimi mume wangu ananitukana hivi na hivi. Mwanaume kamili huwezi kumdharau. Mimi nishamfukuza ndugu yangu kwa sababu anamdharau mke wangu. Kabisa, nikamwambia usikanyage tena hapa. Mimi nilikubeba, nikamwambia nilikuwa mdogo sasa hivi. Kwa nini unamdharau mke wangu? Usimdharau mke wangu. Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Unaona bwana, kwa lazima mwanaume anayejitambua lazima umprotect mke wako, umlinde, kila mtu amheshimu. Yaani watu wajue IPM mke wake adharauliwi. Ukitaka kugombana na IPM mdharau mke wake. Kwa hiyo inajenga heshima, hata kwake anajua kumbe nina mwanaume ambaye anaweza akaniprotect. Sasa wewe mke wako anatukana mbele ya dada zako, umekaa kimya. Eti ndugu zangu wazoee, kwangu mimi haipo hiyo kitu. Lazima mwanamke aheshimiwe. Ukimheshimu automatically atajikuta kwamba na mwanaume ambaye anaweza kandefend mahali popote ambapo nipo. Kwa hiyo wanaume wengi wanatake advantage kwa sababu ya vyeo walivyonavyo. Utajiri walionao, kwamba wanawake wanamhitaji. Unaona bwana, mwanamke yoyote anaweza akamtafuta akamtaka kwa sababu ya hela zake. Kwa anamuona mke wake nyumbani kama si kitu, kama takataka fulani. Sasa yule mwanamke anasikia uchungu kwamba mbona mume wangu ananidharau? Wakati mwingine huo utajiri alionao katoka naye chini, kaangaika naye, kalala naye chini, wamepambana mpaka amefika pale. Wakati mwingine labda mwanamke ana elimu, anamtukana kila siku, wewe elimu una, mambo yangu hivi na hivi, wewe nimekuchukua tu, ulikuja na begi na nini. Kwa kuna maneno ambayo mwanamke ukimwambia anakuwa kama manyanyaso ndani ya nyumba. Kinachofanyika sasa, inabidi atafute mtu ambaye atamwambia vizuri. Huyu mtu anachunga ng'ombe tu njiani huko, lakini akimuona mambo umependeza, anapata mtu wa kumsifia. Anapata faraja, na maisha ni faraja. Kwa na huyu na hela zake nitamuona jioni. Hebu ngoja kwanza nipate faraja huku, ndio unatokea usaliti. Sasa hiyo point nyingine ya kunote down kwamba mwanaume ni yule ambaye ana mheshimu mwenza wake na kumlinda. Kwa hiyo ni point nyingine. Bishagasi, ulisikia pia maoni hapa mbalimbali na yale ambayo yanategemewa kutoka kwa wanaume, na wanawake wakaongea baadhi ya vitu ambavyo hawapendi. Awali pia Moses aligusia kuhusiana na mchakato ule wa makuzi. Tunawezaje kuunganisha hivi kwamba katika pia mchakato ule wa makuzi na haya ambayo yanategemewa kutoka kwa wanaume yakaoana? Mimi kwanza niseme ukitafuta kitu kwa akili yako ya kawaida ukakosa majibu, rudi uone Mungu anasemaje kwenye maelekezo ya vitabu vitakatifu. Utapata majibu. Lakini pia rudi kwenye mila na desturi nzuri, zile nzuri, utapata majibu hizo za kweli. Kwa hiyo ili kusudi yote anayosema hapa yatimie, tuone Mwenyezi Mungu anasema watu tuleeje watoto. Sina nielewa, mtoto aleleweje tangia mwanzo mpaka anakuwa baba, anakuwa babu, aendeje? Ndoa ukioa, oa kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Mungu anataka muishije. Yaani chochote unachokifanya, ukifanya ili kusudi mkeo afurahi, ukifanya ili kusudi mmeo afurahi, ipo siku utajikuta aidha kaburini au jela. Kwa sababu mwanadamu, naongea kwa akili ya kijamii, sio kitaalamu. Mimi ninavyoelewa kwa akili ya kawaida, mwanadamu yote anatafuta faraja. Yaani tunayofanya yote hapa kazini, wapi, tunapambana kutafuta faraja. Na kila mtu kuna anachokiona kwamba kwake ni nini? Ni faraja. Mbona? Sasa ili kusudi
mzoeana mwenzako unasema mwenzako mzoeane, ujue mwenzako atakani, lazima ujue kinachomfariki. Kama unasema IPM hapa, kinachomfariki mwenzangu ni kitu gani. Lakini kwenye eneo la malezi sisi tulikuwa na utaratibu. Mwenzetu kasema kijana akikuwa kizaliwa mpaka anaenda na ile jamii ilikuwa inatenga muda, kama mmesoma au mnakumbuka nyinyi kama mmepitia. Jamii ilikuwa inatenga muda wa kukutana na vijana hawa vijana wa kiume. Tulikuwa na jando na unyago. Sio, unanielewa? Sasa hivi jando na unyago imegeuka hiyo tuition. Mtoto yuko shule zikifungwa kwa tuition, shule zimegeuka tuition center. Yaani kwa hiyo mwisho wa siku yale malezi ya kijamii yale mazuri yale vijana tumefanyaje? Tumeyakosa. Tumeapa kisogo. Sasa kwa hiyo kijana alikuwa na mambo anafundishwa. Bahati mbaya iliyoje? Mila na desturi yani maisha na dunia inabadilika, mila zifanyije? Azibadiliki. Ndio sasa na kuna msigano hapo ambao nirudi kwenye msigano kwamba ukifanya kitu kwa mwanadamu ili kusudi mwanadamu aridhike, saa nyingine huwezi kufika. Kwa mfano, jando watu walikuwa wanafundishwa mwanamke hawezi kuleta matumizi nyumbani. Yani mwanamke ananuaje mboga? Mwanamume analipaje? Mwanamume ananuaje mfuko wa simenti? Mwanamke ananuaje mfuko wa simenti? Unaelewa? Kwa baadhi ya makabila. Kwa hiyo tunapofika kwenye maisha ya tulionayo sasa hivi, ile mgongano mile nakwambia hivi, uhalisia nakwambia hivi, ndio tunafika hapa. Mwanaume walio wengi kwa sasa hivi kama vijana anataka mwanamke ambaye ana kazi. Ndio tafsiri ya kijamii. Kwamba wao wanaona nikiwa na mdada naye kazi tutasaidiana. Akishamleta ndani anaona kama mbona mimi sijaoa? Mbona napiki? Mbona nikimpa maelekezo afuati kama hiyo yote ni msigano. Yaani wenyewe wanaanza kujamii, yani yale malezi na makuzi anakuambia mbona anarudi saa 2? Mbona anaamrishwa na bosi wakati niambia mke wangu mimi natakiwa nimamrishe mimi, mbona amepigiwa simu na bosi tena? Ndio. Ndio bosi. Asante bosi. Haya nimeitikia. Yaani nafikiri hapo tunaje pia kupata maoni ya wanajopo wengine kuhusiana na kwenye familia nani yani kwenye hiyo dhana kwamba mwanaume anatakiwa ahudumie familia yote 100% ama anatakiwa kushirikiana na mwanamke. Sasa mimi ngoja nimalizie kidogo hapo. Ndio. Mimi unishike vizuri, naongea kilichoelekezwa na mazingira tuliokulia na kilichopo kwenye jamii. Nimesema kuna nini? Kuna shoti inapiga. Yaani malezi na makuta alikwambia hivi, ukija ndio maana unakuta mwanamume wewe mimi dada anaweza kunitembea nyumbani, mimi nilikuwa nakuna nazi. Naona hali halisi, mke wangu mimi labda katoka shamba au mke wangu mimi katoka kazini, ngoja msaidie kuna nazi. Lakini aigonga hodi, kakaangu hapa. Ponko hodi. Na mwanamke ananiambia toka. Au mimi mwenyewe nawahi kujiweka kawaida, naweka mguu juu. Sio, unaelewa? Hii ni ile kengele ambazo zinapiga kwenye sherehe kwamba jamii inataka hivi, uhalisia upo tofauti hivi. Lakini kikubwa nikwambie, kwa mfano mimi labda nimemchumbia binti yako au umemchumbia binti yangu, mimi nimepambana dada huyu mpaka anafika hapa kuwa mtangazaji. Ukimuuliza mama yake, shangazi yake na babu zake na baba yake hela aliyoitoa, walivyojitoa mpaka sasa hivi, unaweza kuchanganyikiwa. Wale walikuwa saa nyingine hawakumsomesha ili kusudi aje afaidike kwenye maisha yake, walimsomesha kwa kuwekeza. Maana kuna vitu tofauti. Kuna kumsaidia mtoto kusudi aje ajisaidie mwenyewe kwa maisha yake, kuna kuwekeza ili aje awasaidie. Sasa huyu binti wao unapomuoa ili kusudi aonekane wewe ndio mume, kuwa mwanaume, asiende kazini, ashinde nyumbani. Hawa wanajua ana PhD hao. Sasa tutakuja, nafikiri hilo ni swala la msingi. Nimetengeneza mjadala sana hilo. Nafikiri tutapata pia maoni ya wanajopo hapo. Mshagazi tutarejea hapo. Lakini kwa sasa Hilda tuna maoni mengi, tujitahidi kidogo kuona kama tunaweza tukakimbizana nayo. Awali tulisikia kutoka kule Geita, na sasa tuangalie pia katika eneo jingine, hasa nini ambacho wanaeleza kule Mwanza. Kwa majina naitwa Mary Masu, ni mkazi wa jiji la Mwanza. Kwanza nipende kuwapongeza wanaume kuweza kuadhimisha siku adhimu kama ya leo. Lakini pia nikimzungumzia mwanaume, kwanza tukimwangalia katika jamii tunamuona mwanaume ni nguzo katika familia. Kwa hiyo tunaposema mwanaume ni nguzo katika familia, tunaona pasipo mwanaume hakuna jambo ambalo linaweza likatekeleza katika familia. Kwa hiyo ndio maana huwa mara nyingi tunasema single mother bila kuwa na mume hakuna jambo linaweza kutekeleza. Lakini nikija kumwangazia mwanaume
anaweza kawa mume wangu au mpenzi wangu au mtu ambaye anaweza karibu yangu ambaye ni mwanaume, kwanza ni mtu ambaye anaweza kunipa upendo, kunipa heshima na kunithamini mimi kama mwanamke. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho nakiona ni thamani kubwa kwa mwanaume. Au mwanaume yoyote ile kuonesha upendo na thamani kwa mwanamke na kumheshimu mwanamke. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini pia mwanaume anapaswa kumheshimu mwanamke na kumuona mwanamke ni kama msaidizi. Lakini pia wanaume wasisahau, bwana, chochote unachokifanya kwa mwanamke bila pesa hakiwezi kufanikisha, kwa sababu mwanamke atumpende vipi bila kumpa pesa? Jamani, tusidanganyane. Kwa hiyo mimi natamani au ningependa kwenye hii siku yao adhimu wanaume watupatie upendo, watupatie furaha sisi kama wanawake. Kimsingi kwangu mimi mwanaume ni mtu muhimu sana katika hii dunia. Na mwanaume ni kichwa cha familia, kwenye jamii na hata kwingineko. Tukizungumzia swala la mwanaume ama umuhimu wake, ni kwamba mwanaume wamejaliwa ile hali ya usuluhishi. Tukizungumzia labda kwenye familia, mwanaume anaweza kutumia wanaume wake kusuluhisha jambo fulani kwenye familia, kupatanisha watu kwenye familia. Kama labda kuna mafarakano ama kuna mambo ambayo hayaendi sawa, atakaa katikati na kusuluhisha na jambo likawa liko sawa. Upendo, thamani, kujali. Yaani mwanaume anapoonesha kujali kwa chochote kile, inaongeza thamani sana kwenye familia. Unajua watu wengi wanajua tu kwamba sifa ya mwanamume ni kutoa pesa. Lakini unaweza ukapewa pesa bila upendo, bila kuthaminiwa, haitakusaidia chochote. Lakini kama unapewa upendo, unapewa thamani, anakujali, anakuheshimu, hata zile pesa inakuwa ni kitu cha ziada tu. Kwa hiyo mimi najivunia sana baba yangu alipokuwa duniani kwa mambo aliyokuwa anayafanya akiwa kama mwanaume. Alifanya jamii ikawa pamoja, alipatanisha, alikuwa msuluhishi na alikuwa ni mtu mwenye upendo. Hakutaka kubagua, alikuwa anawapenda watu wote. Awe mtu wa hali ya chini, awe mtoto, awe ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo mwanamume ana sehemu kubwa sana katika hii jamii. Pia wanaume wasiwe wa binafsi au wa kimya, ambao wanaweza wakaminya vitu vyao wasiseme. Madhara tunayaona ni mengi, na ndio maana unakuta wanaume wengi wanakufa haraka kwa sababu ya kukaa na vitu vingi. Hata mwanaume unaweza ukamuumiza leo lakini asiseme, akabaki nalo. Tunapaswa kuwaheshimu na kuwathamini kwa sababu ni kichwa cha familia. Katika pitapita zao wanakutana na changamoto nyingi, lakini yote kwa yote hata sisi wanawake tuna makosa kwa sababu hatujawaheshimu wazazi wenzetu, hatuwaheshimu waume zetu wa ndani kwa sababu ya vitu fulani, lakini tunapaswa kuwaheshimu kwa sababu nao wanapitia changamoto nyingi katika utafutaji wao. Tunatamani wanaume wajitahidi kutuweka wazi, hususan upande wa mali, mashamba. Yupo lazi amshirikishe rafiki, ndugu, lakini sio mke wake, familia. Katika hii siku yao ya wanaume duniani, ningependa tu kuwapongeza na siku hii waione kwamba ina umuhimu, kwa sababu wanaume ni watu ambao kwanza sio watu wa kukubali au wa kuentertain sana matukio kama haya ya siku ya wanaume, kama ambavyo sisi siku ya wanawake tunajiandaa, tunakuwa na sare zetu. Lakini na baba nao pia kuwa hii siku waifanye ni siku muhimu sana pia ya kutoa yale ya moyoni. Siku ya wanaume duniani, mwanaume ajitahidi kuwa mkweli, kwa sababu unaweza kaona mwanaume mwingine ni mtumishi, halafu ile mshahara wake au ile fedha yake haonyeshi kwa mwanamke. Unashangaa hata kwa mtoto hamna, hata akaunti hamna, haonyeshi kwa mwanamke, au anaonyesha kwa wanandugu. Kwa nini? Kwa hiyo tabia sio nzuri kwa nyinyi wanaume. Kitu ambacho atanifanyia mwanaume kitanikwaza ni pale kwa mimi binafsi mwanaume kuwa na mkono mwepesi kupiga. Na kiukweli mwanaume anayepiga kwangu ni kwa changamoto, au kumnyanyasa mwanamke kwa kujichukua kama nafasi ya mwanaume, kwa hiyo akawa anasimama kwenye nafasi ya mwanaume kumkandamiza mwanamke. Hicho kitu kwa kwangu binafsi akinipendeza.
Natamani kuna mambo kama mawili mwanaume anifanyie. Kwanza upendo, pili kusimama katika majukumu yake na katika nafasi kama mwanaume. Mwanamume ananikwaza pale ambapo tumesha oana, baadaye anaenda kuchukua nyumba nyingine ndogo na tumezaa watoto, anachukua familia nyingine, badala ya kutunza ile familia yake anaenda kutunza nyumba ndogo. Hatunze familia yake. Baba anayetunza familia ni baba mwema. Kitu ambacho mwanaume cha kwanza akinifanyia huwa kinanikwaza pale unapomtambua amekosea alafu ukamwambia alafu anakuwa anakataa, na kitu anaonekana amekosea wazi kabisa kwamba hiki kitu unajua wazi amekosea na unamuuliza kwa upendo, na ukishamuuliza kwa upendo yeye vile kwa kuficha yale makosa yake cha kwanza anakuwa mkali, yani anaonyesha yani wanaume wake kukufokea nini, alafu sasa ukiangalia wao umemuuliza kwa upendo. Kwa kweli hicho kitu kinaumiza sana wasichana wengi. Yani cha kwanza ajue thamani ya mwanamke. Cha pili ajue kwanza ajue kumcontrol mke wake au mpenzi wake, kipi anachukia na kipi anakuwa anakipenda. Kwa hiyo mimi kama mimi ajue thamani yangu, yani heshima ya kama mke au heshima. Morogoro, Njombe na Mwanza maoni yakitolewa kwa namna hiyo, na naona mama kuunganisha zote. Na baadaye tutaangalia tena kwingineko. Tunakukumbusha unaweza kutuandikia, namba yetu ni 0763809770. Na kati ya maoni ambayo yametolewa, lakini awali pia kabla ya kusikia maoni tumesikia mengi hasa kuhusiana na kuhudumia. Jukumu la kuhudumia linakuwa la nani? La baba, la mama, la kushirikiana. Mishagazi hapa aligusia pia hoja kuhusiana na maelekezo ambayo yanakuwa yanatolewa katika mafunzo, lakini uhalisia pia unakuwa tofauti. Hakika mimi samahani, nilikuwa namaliza sentensi moja tu kusudi tuweke sawa. Ulisema tutarudi. Sawa. Niongezee kitu kingine, maana mimi nafanya session nyingi sana za kijamii, hasa masuala ya ukatili. Ndio. Unakuta na hiyo naiongeza kusudi wenzangu labda tutaendelea kuchangia kusudi tupate mwafaka. Malezi na makuzi yanamwambia mwanaume afe na tai shingoni. Jamii inamwambia mwanaume kuna dawati la jinsia, kuna ustawi. Si unaelewa? Asife na tai shingoni. Jamii inamwambia mwanamke avumilie ukatili. Ukipigwa, ukimeje, yani mila desturi namwambia hivyo. Huko kwenye jamii kawaida, kwenye maisha ya halisi ya kawaida yanamwambia kuna haki zako, unatakiwa kurithi. Huku kwenye umira inamwambia usifanyeje, usirithi. Kwa hiyo kuna mkorogano huu sasa ambao mwisho wa siku tunatakiwa kutafuta mwafaka wa pamoja. Na nirudie kitu ambacho nataka kusema kwamba nimekuwa nakumalizia mfano wa dada huyu mpaka anafika hapo kimuuliza baba yake atoka machozi, lakini akija kwangu mimi ili kusudi nionekane mimi kidume, inabidi nimwe mwanamke msomi ambaye wazazi wake waliingia gharama zote hizo, na kwa lengo labda anakuja kufaidi matunda, lakini mwisho wa siku ili kusudi mwanamke akae wapi? Nyumbani. Kwa hiyo kuna msigano kwenye nini? Kwenye jamii. Kuna mkanganyiko. Sasa hiyo tutakuja, lakini mmoja pia mkanganyiko mwingine uliopo ni kuhusu kuhudumia. Nani anatakiwa kuhudumia? Mwanaume, wengine wanasema mwanaume 100%, wengine wagawane majukumu. Kwa upande wangu mimi naweza kusema hivi, kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviongea kwa maana ya kuongea, lakini kuna vitu ambavyo ni natural. Lakini pia kama mtumishi wa Mungu alivyosema vingine ni biblical, si ndio? Unaona pale tulivyokosea bustanini, kila mtu alipewa adhabu zake, si ndio? Kwa hiyo huwezi kupingana na Biblia. Kwa wanaume tutatafuta kwa jasho, si ndio? Lakini pia ukiweka kwenye uhalisia, once utakavyosema tu mwanamke atoke provide, huo ndio muda tatizo litaanza kutokea. Nitakupa mfano. Siku tu Adam alivyoruhusu mwanamke akatafute chakula, alete tunda ndani, hiyo ndo siku makosa yalianza kufanya nini? Kutokea. Sasa hata ukiangalia kwenye hali ya kawaida ya maisha, siku tu, yani tukitoa kuongea kwa kupindisha maneno, siku tu ndani mwanamke atakavyoanza kuonekana kuwa ana pesa nyingi,
huwezi ukamwambia nyamaza. Tuwe tu wa kweli. Ukiwa tu unaka uwezo fulani, hata nature ya mwanaume, ili uweze kutawala vizuri ndani nyumbani mwako, hebu jitahidi kupambana. Yaani wewe ndio uwe na mshiko yani. Wewe ndio na mshiko. Ni win-win situation hapo. Ni sasa hapo pia kuna mtu aliwahi kusema kwamba yani mwanaume jinsi anavyozidi kupata hela ndio anavyozidi kumhitaji mwanamke, ila mwanamke jinsi anavyozidi kupata hela ndivyo ambavyo anajitenga na mwanaume. Yani ni mtazamo ambao upo, lakini tutaendelea kupata maoni ya watu wengine. Nataka tu nichombeze kidogo. Naona Moses alikuwa na jambo la kuongezea. Sio kama tumaliza. Mambo anamaliza. Sawa, hakika. So kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba tunaweza kusema kwamba yani mwanamke anaweza kweli kuprovide, hatukatai. Nini maana ya msaidizi? Mungu akaona sio vema, nitamfanyia nini? Msaidizi. Nini maana ya mtumishi wetu pale amesema spare? Spare maana yake ikitokea tairi limefanya nini? Limeharibika, ndio utafiti. Kwa maana ya mwanamke ndani, hela anaweza kutoa, lakini ikitokea mwanaume kwa leo huna, basi mwanamke atafanya nini? Atatoa. Lakini sio kwamba ni lazima mwanamke atoe. Maana yake maana ya msaidizi ni mtu anaye fix pale inapoonekana haiwezekani, si ndio? Maana yake kwa mfano mimi nitakupa mfano mmoja. Mimi nikiwa mtoto mdogo niliwahi kupigwa fimbo 3 na babangu, huwa sijazisahau hadi leo. Niliiba hela. Babangu ni mchungaji na mamangu ni mchungaji, sadaka walikuwa wanaweka nyumbani. Kwa hiyo nikaiba sadaka, nikapigwa fimbo 3. Kwa hiyo siku hiyo mama hakuwepo. Kwa hiyo baba ikabidi anipige mimi. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba nini? Kuna muda ambao huyu hapa ameshindwa. Yani ameshindwa kufix kitu fulani, manake wewe unakuwa ni msaidizi, lakini main anakuwepo. Unaona bwana, kwa sio lazima mwanamke. Hapo sasa kikawaida nani ambaye angetakiwa kukuchapa, ni mama au ni baba? Mama ndio ilitakiwa anichape. Kwa sasa hapa ana fix. Kwa na maanisheje? Same. Tukiishi kwa upendo wa same kwa maana ipi? Leo hii mama hayupo nyumbani. Huwezi kusema baba utakaa tu upikie watoto, si ndio? Kwa sababu mimi ni mwanaume, siwezi kupika, tutakufa na njaa. Kwa lazima tuishi kwa namna ambayo tutafanya nini? Tutategemeana. Mimi sawa ni main, ni baba nyumbani, lakini ikitokea kuna sehemu fulani panapoa, lazima nifanye nini? Ni sawa. Lakini pale usisahau kwamba nini? Jitahidi utafute fedha. Huu ni mjadala huru kabisa. Kila mtu ana msimamo wake na ana maoni yake, na kama tujaendelea tuwape wadhamini wetu muda. Tutarejea baada ya takriban dakika moja hivi. Kwa mezani ni siku ya wanaume. Wanaume ni nini? Mwanaume ni nani? Yote ambayo tumekuwa tukizungumza ni kuhakikisha kwamba tunampata mwanaume yule ambaye tunamtaka. Sasa tulikuwa tuna eneo ambalo kiukweli linasema ni endless discussions kwenye swala la kuprovide, kutunza familia na vitu kama hivyo, lakini wakati anachangia mada hakika Ruben, naona Samora alikuwa na interest ya kutoa mtazamo wako pia. Asante. Nataka tu niendelee kufungua ile box pana sana. Kuna mambo mengi ambayo yana mixed feeling, kwenye yanahisia mchanganyiko kwenye mjadala wa kushare majukumu, kutokushare, nani abebe, nani asibebe. Kuna issue nyingine nilisikia mwanamke hatakiwi kuwa na kipato zaidi, hatakiwi kuwa na nguvu, hatakiwi kuwa na cheo. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea kwenye vichwa vya wanajamii mara nyingi sana. Sasa mimi niseme machache alafu tuendelee na mjadala kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, ni muhimu sana tunapojadili nafasi ya mwanaume tusikimbie kudogosha nafasi ya mwanamke. Yaani unapojadili nafasi ya mwanamke usikimbilie kudogosha nafasi ya mwanaume. Yaani nafasi ya mwanaume haiwi na maana sana pale ambapo nafasi ya mwanamke imedogoshwa. Nafasi ya mwanamke haiwi ya maana sana pale nafasi ya mwanaume imedogoshwa. Lazima hii mijadala ya nafasi ya mwanaume, nafasi ya mwanamke ikibidi pale, hiyo ni mijadala ambayo inaangalia namna ya hawa complement kwa Kiswahili natafuta. Sio kukamilishana. Neno sawa, yes. Kama complement, kama kukamilishana sijui, lakini ni kwamba hizi pande mbili hazina namna zaidi ya kushirikiana. Kwa mijadala, yani hizi pande mbili, mwanamke na mwanaume, hakuna namna zaidi ya kushirikiana. Hata kama sio kwa karibu, kwa mfano unazungumzia single mother, sio single father, tayari kuna mtu somewhere ambaye hata kama sio kwa karibu kiasi gani. Kwa hiyo mimi napenda sana mijadala hii tunapojadili
isikimbilie kumaplift mwingine na kumdownload na kumshusha mwingine, na hapana. Namna gani hawa wanaweza wakakamilishana, labda nitumie hilo neno. Ni namna gani mwanaume anaweza kumsaidia mwanamke kufikia ukamilifu to the best, sio ukamilifu ule ukamilika sana, then ule wanawake wake uka make sense kwenye jamii. Na mwanaume namna gani ambavyo uwepo wake kwa maisha ya mwanamke, iwe ni girlfriend, iwe ni mke, iwe ni dada, iwe ni mama, anakujaje kama mwanaume kumsaidia yule mwanamke naye kupata ukamilifu, na sio kushindania nguvu za kimamlaka na kimadaraka. Hiyo ni mimi ninavyoona. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapoamua nafasi ya nani atimize nini, lakini pia lazima tuwe waangalifu sana. Tukienda na biblical approach, tukienda na Quranic approach, inaweza kawa ni tofauti kabisa. Nitatoa mfano mmoja wa kawaida sana. Leo kena jamii ya Kimasai, ukauliza jukumu zinagawanywaje, utakuta nyumba anajenganga mwanamke. Yaani nyumba ifai hivi jengwe, watu wakae, ni kazi ya mwanamke. Sasa anaijenga nyumba, lakini mwanaume anahakikisha kwamba jamii itakula. Tunaanza kuona vitakula, lakini kuna baadhi ya majukumu. Kwa hiyo tusiwe na yale majumuisho ya ujumla kwamba provision ni ya mwanaume, provision sio ya mwanamke. Tujiulize maswali yafuatayo. Ni jamii ipi tunaizungumzia? Kwangu mimi, naomba nimalizie kidogo tu. Tuko kwenye jamii iliyovurugwa. Kwa hiyo maoni yetu na mtazamo wetu lazima tuiangalie sana. Tuko jamii iliyovurugwa kwa maana sio kwa maana mbaya. Tuko kwenye jamii ambayo Mnyaturu kakutana na Mnyiramba, kaolewa, kazaliwa mtoto, kaenda kaoa Mnyakyusa, alizaa na Mchaga. Hizi mila zinaanza kuwa gonganishi. Umeelewa? Lakini yule Mnyakyusa alizaa na Mchaga, mjomba wake ni Muislamu, baba yake mdogo ni Mkristo, lakini huyu mtoto ni askofu wa Kianglikana ambaye kwa asili alikuwa Muislamu. Sijui kama anaeleweka anavyojaribu kusema. Kwa hiyo thank you prophet. Prophet amenidaka vizuri sana. Kwa hiyo sasa tunakutanisha watoto wawili ambao tayari nyuma kuna kabila 6, alafu nyuma kuna madhehebu, kuna dini 2 na madhehebu 4. Alafu tunamwambia utakiwa kuprovide. From which perspective? Sasa mimi niseme hivi, shida sio nani ana provide. Wala sio shida ni wakati gani provide. Utayari wa wale wawili wamejengekaje? Kwa mfano nitakwambia, ukikutana na mtu anaitwa alpha man, yani mwanaume ambaye amejijenga, anajiamini, self esteem yake iko juu, haoni shida kuwa na mke CEO anayepata billions of money ahead of him, na bado yeye nafasi yake ya wanaume ndani ya familia haitachezewa. Sio, umeelewa? Lakini kutana na mtu ambaye is not an alpha man, ana low self esteem, ndo anaanza. Mimi leo kutana na mtu ninafanya kazi ya recruitment, akaniambia bana, mtafutie mke wangu kazi lakini asinishinde mshahara. Sasa unaanza kujikuta hiyo profit anataka kucheka. Hiyo inakuta sasa yule mtu ndani mwake ile self esteem yake imejengekaje. Ndio maana mimi napenda hii mijadala tuangalie the process. Lakini mtu kama huyu anaishi katika jamii ambayo labda ameona testimonies kwamba kuna ndoa kadhaa ameona zimevunjika baada ya mwanamke kupata kipato kumzidi mwanaume. Acha sawa, haina shida. Mimi nataka niseme hivi, tusivurugwe na jinsi vitu vinatokea, tuangalie jinsi namna vitu vinatakiwa kuwa. Yaani tukimtengeneza mtoto wa kiume akajua nini maana ya kuwa mwanaume, nini maana ya kuwa baba, nini maana ya kuwa leader, hata sumbuliwa na vitu vidogo vidogo ambavyo anasema kwamba huyu akienda Kikoba akacheza Kikoba akapata milioni 20 nzio yangu ataniletea shida, asiende Kikoba. Akienda kufanya kazi ya Azam TV akalipwa zaidi yangu ataniletea, asiende. Ile inaletwa na tabia, inferiority complex, beliefs ambazo zimejengwa ndani kwake, makuzi aliona kwa wazazi wake, confidence yake ikoje. Kwa maana nasema mchango wa dini, parenting na elimu na exposure ndio utaamua mimi mke wangu atapata milioni 10 haitanisumbua. Na kuna watu ambao wakizao wanafanya kazi na hawajawahi kuuza mshahara umeenda wapi, kwa sababu wanajua jukumu lake ni nini. Kwa hiyo nafikiri iangaliwe katika isiwe na conclusive remark kwamba ni jukumu la mwanamke, japokuwa kama ilivyo kawaida kwa asili. Ukirudi nyuma kwenye jamii ya kiasili tulikuwa ni gatherers and hunters. Yani gatherers and hunters. Anatoka mwanaume anaenda kuwinda, analeta nyumbani. Hiyo ndio formula ya asili. Ndio formula ya asili. Sasa hiyo formula tukileta leo hii, jukumu la kuipambania familia, jukumu la kuisimamia familia ni la mwanaume. Lakini wakati ule mwanamume alipokuwa anaenda kuwinda, mwanamke alikuwa anabaki nyumbani.
Leo hii mwanaume anaenda kuwinda na mwanamke naye anaenda kuwinda. Kwa hiyo isije tusio tukawapa watu stress kwamba wewe unatakiwa. Kwanza kabisa wajengane ile personality yao iweze kubeba zile nafasi. Kwamba mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Nimeoa mtoto aliyesomeshwa kwao, kawa CEO leo, simwambie acha kazi. Sasa natamani kama tunaweza kupata ni ngumu sana actually kuwa na kabisa one size fits all. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake na msimamo wake, lakini Prophet, hiyo ni moja kati ya vitu vinavyoweka nafasi ya mwanamume mashakani, na kama walivyozungumza waliotangulia kwamba mwanaume kwenye masuala ya kipato, kuprovide nafasi yake kwenye familia, wakati mwingine anahofia nafasi hiyo pale ambapo mwanamke anakuwa kuna vitu ambavyo yuko ahead, labda elimu, fedha na vitu kama hivyo. Wewe mtazamo wako ni upi? Mtazamo wangu ni wa kawaida tu kwamba kila mtu ana mtazamo wake na wakati mwingine vitu vingine unamshukuru tu Mwenyezi Mungu, kwa sababu unaona tu kama Mungu tu alikusaidia kupata mtu wa aina fulani. Kuna mambo ya mila, kuna mambo ya dini kabisa, alafu kuna mambo ya uhalisia wa maisha kutokana na namna mtu alivyoishi na sehemu ambapo amekulia. Kwa mfano mimi hapa nimekuwa nasikia yani toka nakuwa nasikia mwanamke utakiwi kumwandikisha mali mwanamke. Mimi nimekuwa hivyo nasikia hicho kitu sana. Lakini nilipokuwa na akili timamu nikasema sasa kwa nini nisimwandikishe mwanamke? Kwa nini nisimwandikishe mali? Kama huyu ni mke wangu wa kufa na kuzikana. Yaani uzito unatoka wapi? Yaani kwa nini nijiandike mimi peke yangu? Nikatoka kwenye hilo boksi, kwa sababu duniani tupo kwenye maboksi. Wanaangalia wapi wa kuweke. Kwa mimi nikatoka kwenye hilo boksi, nikaanza kumwandikisha kile Mungu ananipa, anamwandikisha mali mwanamke. Siku moja nikaposti kwenye ukurasa wangu. Nikasema usijiandikishe mali zote peke yako, muandikishe pia na mke wako. Wanaume walikuja kunishambulia hapo. Wewe umerogwa. Umeona bwana, bado hujielewi, hujapigwa matukio wewe. Unaona bwana. Kwa hiyo tunajikuta tunaishi na watu ambao tunahofu nao. Sasa kama unaweza kutoa nguo zote ukalala juu ya kitanda hapo, uone kama hiyo ni hatari zaidi kuliko ni mali. Leo inafikia hatua wanaume unakwenda kununua shamba au kiwanja, rafiki yako ndo anajua, mke wako ambaye umefunga naye ndoa, umezaa watoto hajui. Unaona bwana. Unanunua shamba, una biashara Mwanza, unaishi Dar es Salaam, unafanya kwa kificho. Una duka la jumla la vifaa vya ujenzi liko Morogoro, mke hajui. Inatokea unaanguka ghafla, wanafaidika marafiki zako, mke wako hajui. Sasa vitu kama hivyo tumekuwa tunavisikia. Kwa hiyo unajikuta juzi nimemposti mke wangu, watu wewe mposti tu atachukuliwa wewe. Unaona bwana, sasa tunakuwa katika jamii ambayo sasa hata ule uhuru wako binafsi unatamani ufanye kitu unaogopa kutokana na ile mikakati ambayo umeikuta katika jamii kwamba mke hutaki kumuonesha sana. Mke hasa angalia leo tuna Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio mwanaume, wewe ni mwanamke. Sasa unataka kuniambia kwamba mume wake hawezi kuongea? Hapana. Kuna mazingira ambayo lazima tukubaliane nayo kwamba yanatokea. Tufundishe jamii, tusiangalie kwamba huyu anasema nini, huyu anasema nini. Wale ambao Mungu ametupa uelewa wa kutosha, tuifundishe jamii kuondokana na dhana potofu kama hizi. Kwamba sio kutokana na teknolojia ambayo ipo. Kuna nchi moja ya Kiarabu walikuwa waruhusu mwanamke kuwa pilot. Lakini nashukuru Mungu miaka 3 iliyopita sasa hivi wanawake wa nchi ile wamekuwa ni mapilot sasa, kwa sababu ya itikadi za kidini. Ni moja ya nchi ya Kiislamu. Walikuwa waruhusiwi kabisa wanawake kuwa mapilot, lakini leo wamefundishwa sasa, wako wasomi wamekwenda wamewafundisha. Jamani, mashehe 1 2 3 wamewapa uelewa wa kutosha, leo wanaruhusu. Unaelewa bwana? Kwa hiyo kuna vitu kama hivi ambavyo wanajamii waliokuwa na elimu ya kutosha wanavileta katika jamii, kuifundisha jamii, kuwafundisha wanaume ili kuondokana na, unajua ujinga sio dhambi. Na hakuna mtu mwenye akili, hakuna timamu 100% na hakuna chizi 100%.
Kwa hiyo tukipeana hizi elimu katika jamii tutajikuta kwamba hata kama ulikuwa na uelewa huu unatolewa kushoto unaletwa kulia alafu sasa. Yes. Asante sana. Unajua mjadala huu ni endelevu kabisa na muda nao mkono. Lakini natamani Hilda tu kwa kumalizia, kwa sababu unajua mengi tumeyazungumza na mengi yanasalia, kila mtu ametoa mtazamo wake na vitu kama hivyo, lakini tunarudi pale pale tulipoanzia kwamba mwanaume ni nani ama wanaume ni nini, na nadhani kwa kuhitimisha, kwa kuanzia hapo kwa Bishagazi, pamoja na mambo mengine yote tuliyozungumza, vitu gani ambavyo vinamdefine mwanaume, labda kwa kuvitaja kwamba mwanaume anatakiwa awe na 1, 2, 3, 4, angalau kwa muhtasari tu, ili tuweze kuondoka na kitu cha pamoja, licha ya kwamba kila mtu ana msimamo wake, ana mtazamo wake. Karibu. Asante. Mimi ukiniuliza mwanaume ni nani? Ni mwanaume anayejitambua, anayetambua majukumu yake, anayeheshimu haki za binadamu, mwenye utu, anayejua tuliumbwa hapa duniani tunapita. Chaelewa? Tunapita, kuna sehemu tunaelekea. Yani huyo ndo mwanaume, lakini kuna vitu ambavyo tusaidie ili tusaidie jamii. Unajua bahati mbaya kwa sababu hatuna mfumo mzuri wa kulea, hatuna mfumo mzuri wa majadiliano kwenye jamii. Sasa hivi tuna wanasaikolojia wengi ambao wanahitaji msaada wa saikolojia. Ile jamii naomba isisahau. Wana saikolojia wengi ambao wanahitaji msaada wa kisaikolojia. Wewe jana unafika unamweleza IPM hapa, unakuta yale ya kwako bora zaidi. Kumbe ana mengi moyo. Kwa hiyo kitu cha pili, tunawashauri wa ndoa ambao sio wataalamu wa masuala ya ndoa. Jamii imekuwa ikizoea wewe IPM hapa akiwa mshenga wangu, yule mshenga yule, ikitokea kesi yote ile namba moja lazima nifikishie nani? Kwa mshenga. Kumbe mshenga yule bado kigezo cha kumchukua labda sisi tunalingana ufupi, alikuwa na suti inafanana ya kwangu, tukapunguza gharama. Sasa mwisho wa siku mshenga bila kujua akajikuta na gharama, yani ana jukumu tena la kutoa ushauri wa ndoa wakati hata hajasomea, na unalazimishwa na jamii kwamba hebu nenda kwa mshenga. Lakini kitu kingine niseme kwamba cha mwisho niseme tukubali zama zimebadilika. Wanaume wakubali zama zimebadilika. Vyovyote vile iwavyo utakufa na tai shingoni. Mimi nitoe mfano mmoja, mwanzo kutoa mfano hapa. Mimi nimemwandikisha mke wangu, zile nilinunua shamba. Nilinunua shamba, hati zote ni za kwangu, zilikuwa za kwangu. Lakini mimi baada ya kuona, yani kukaa kujitambua, nikaona mbona mke wangu mimi tumeanza kulala wote chini, kila kitu, yani mpaka maisha tumefika hapa situko wote. Nikaona mimi mke wangu alikuwa amesema ni shahidi. Ninayo hapa kwenye simu. Amesema kabisa ni shahidi. Nikaona najidhulumu. Yani mimi najidhulumu, yani nilimdhulumu mwenzangu na mimi nimefanya kama shahidi. Kwa hiyo ili kusudi nitengeze furaha nyumbani. Huyu sio shahidi, natembeza mitumba tunaita umiliki. Pesa yote ilipatikana kwa sisi kuuza mitumba wawili. Tukabadilisha hati. Mtu wa kuniuliza namba moja, nisikia bwana, alikuwa mke wangu, tuanza kubishana. Kama wewe si ndo mwanaume? Hivi si unaelewa? Wewe si ndo mwanaume, siandika hivi. Sawa. Mimi. Kwa hiyo kuna changamoto ambayo wewe mwanaume usipojitambua. Haya mengine. Nafikiri tuondoke na hilo la zama zimebadilika na kujitambua. Hakika tutakwenda kwa Samora tutamalizia na IPM. Kwa kifupi sana, kwa sentensi kama inawezekana. Kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba sifa kuu za mwanaume zinabaki pale pale. Mwanaume ni solution. Ukifika sehemu watu waone sasa wamepata utatuzi wa mambo yao. Mwanaume hanuni, mwanaume hablock watu, mwanaume ukigombana na mtu hunyamazi, unamfuata, unamfesi hapa tunafanya. Mwanaume unafesi vitu. Mwanaume face vitu, mwanaume hakimbii. Mwanaume inabidi uwe solution. Hiyo ndo sifa kuu ya Mungu pia. Lakini mwanaume lazima uwe na fedha ya kutosha. Huwezi kuheshimiwa kama huna fedha ya kutosha. Pambana uwezavyo, tutakusaidia hapa, tutakupamba pamba, lakini tutarudi pale pale. Jitahidi uwe na fedha ya kutosha kusaidia familia yako, kusaidia ndugu zako, hapo utapata kweli heshima ya wewe kwa mwanaume. Nimeona nani Instagram analalamika umemblock kaka. Mimi wasiblock. Mimi wasiblock. Asante. Mimi kiniuliza kwa summary sifa ni zipi? Ndio. Cha kwanza, akishatoka kuwa amezaliwa wa kiume, basi apitie mchakato wa kujitambua. Self awareness. Akimaliza kujitambua, ajitengenezee sifa zifuatazo: mbeba majukumu katika jamii, na katika jamii ajue ana familia zaidi ya moja, ana familia yake ya asili, ana familia ile anayotengeneza, ana ukweni, kwa mbeba majukumu. Lakini ni mtu wa maono, jasiri, asiyeogopa matatizo, mvumilivu na mwenye utayari wa kupambana mpaka dakika ya mwisho. Naam. Kama ningekuwa namzungumza na Wakristo,
ningewaambia tu mstari wako tukimbia nao ni Joshua 1:9. Awe jasiri na moyo wa ushujaa. Shukrani sana Prophet, tukimalizia kwako hapo sasa tunafunga dimba sasa. Mwanaume anatakiwa tu kutambua mambo mengi anatakiwa kutambua. La kwanza ajue kwamba amepewa safina. Kila mwanaume ana safina yake hapa duniani, anatakiwa aikamilishe. Safina ni maono Mwenyezi Mungu anayokupa. Kila mwanaume anayekuja duniani, Mungu anakuwa anampa safina yake aitengeneze. Katika safina kuna kutemewa mate, katika safina kuna kutukanwa, katika safina kuna kudhalilishwa. Nuhu alijenga safina lakini alipitia changamoto nyingi sana. Watu walikwenda kwenye safina wakawa wanatoa kinyesi pale, anafika badala ya kuendelea na safina inabidi atoe kinyesi. Kwenye maisha kuna kuchafuliwa, kwenye maisha kuna kubezwa, kwenye maisha kuna kuitwa tapeli, kwenye maisha kuna kila kitu, lakini kama mwanaume ni lazima apambane ili aweze kutimiza safina ambayo Mungu amempa ikamilishe. Nashukuru sana. Na tunapokamilisha mimi naomba niwatakie heri ya siku ya wanaume duniani nyote. Na shukrani sana. Sasa shida sasa wanawake, siku ya wanaume na wenyewe wataka zawadi. Kwa mimi nilikuwa nimejiandaa kupokea. Tunashukuru pia wote ambao wametuandikia, Hamis Ja kutoka Kigamboni, Emmanuel Sereria na pia Thomas kutoka Kulembezi Msuguri. Kutokana na muda pia na wote pia ambao wametuandikia maoni, tunashukuru sana na tunawatakia heri ya siku ya wanaume duniani. Tunakamilisha hivyo.